juu. Kila mtu mwambie Mungu makubariki. Hamdani katika neno kweli. umeinuliwa. Mwambie Yesu umeinuliwa juu ya watoto wangu. Mwambie Bwana umeinuliwa juu ya huduma yangu. Mwambie Bwana umeinuliwa juu ya familia yangu. Mwambie Bwana umeinuliwa juu ya biashara yangu. Mwambie Bwana umeinuliwa juu ya mipango yangu. Hindari ya sendere meseka. Bwana umeinuliwa kwa ajili yako. Bwana umeinuliwa kwa ajili ya watoto wako. Asubuhi ya leo naona utukufu wa Bwana juu yako.
Uwezo wa Bwana uko juu yako. Umeinuliwa. Bwana ameinuliwa. Yahweh ameinuliwa. Yesu wa Hamashia ameinuliwa kwa ajili yako. Hindori masandara masiko yanda. Hiko ya panda. Tegemea muujiza asubuhi ya leo. Tegemea muujiza asubuhi ya leo. Bwana ameinuliwa kwa ajili yako. Yesu ameinuliwa kwa ajili yako. Jina la Yesu limeinuliwa kwa ajili yako. Tegemea muujiza asubuhi ya leo. Tegemea muujiza asubuhi ya leo. Kambara siko ya mandara mako ya manda. Hiko ya paramo siko ya manda. Mwanangu, kilio chako kimekoba. Kilio chako hakitainuka tena. Watesi hawatakuonea tena. Maadui hawatakuonea tena. Watesi hawatakuonea tena. Maadui hawatakunyanyasa tena. Maadui hawatakufedhesha tena. Hautaitwa tena jina baya. Hautaitwa tena jina la ovu. Hautaitwa tena jina chafu. Kambara siko ya mandara moko. Indaramo siko ya manda. Riko ya manda. Mwambie Bwana kukumbuke katika ibada hii. Mwambie Bwana natoka mahali hapa na muujiza wangu. Mwambie siku ya leo natoka na muujiza wangu. Mwambie siku ya leo natoka na mtaji wangu. Mwambie siku ya leo natoka na maono ya biashara yangu. Mwambie siku ya leo naona natoka na maono ya cheo changu. Mwambie siku ya leo naona natoka na maono ya kazi yangu. Riko ya ndaramo siku. Riko ya pandaramo siku. Kambara siku ya manda. Roko ya panda mosiko. Kambara siku ya manda. Bwana kuinue. Bwana kutukuze. Bwana kuheshimishe. Bwana iheshimishe nafsi yako. Bwana iheshimishe nafsi yako. Malaika Bwana tawala mahali hapa. Malaika Mikaeli tawala mahali hapa. Endelea kufanya operation kwa watu hawa. Achilia ulinzi kwa watu wa mahali hapa. Kimbali masaka nyanda. Riko ya pere mosiko. Asante Yesu. Asante Bwana wa majeshi. Asante Mungu ya hai. Katika jina la Yesu Kristo unaweza tena hai. Amen. Omba ukae. Mungu akutetee. Mungu akupiganie wewe ambao umefika kwenye ibada ya leo. Mungu awe pamoja na wewe. Mungu anajua kiu yako. Mungu anawahudumia wenye kiu. Mungu anawahudumia wenye shauku. Mungu anawahudumia wenye kiu. Wewe kama umekuja kujionyesha tu kanisani, utaondoka na maonyesho yako. Kama umekuja tu kujionyesha kwamba waone jinsi ulivyovaa, jinsi unavyotembea, utaondoka hivyo hivyo. Lakini kama umekuja uonane na Mungu, Mungu atakutembelea. Utaona utukufu wa Bwana. Utaona uwezo wa Bwana. Utaona mkono wa Bwana. Utaona uwezo wa Bwana. Na hata utakapoingia kwenye biashara yako kesho, utaingia na utukufu wa Bwana. Utaingia na utukufu wa Bwana. Haleluya. Naona huduma yake inazidi kuongezeka. Naona kipawa chako kinazidi kuongezeka. Haleluya. Tunaendelea na somo letu. Endelea na somo letu ambalo linasema kuweka imani katika matendo. Weka imani katika matendo. Weka imani katika matendo. Takwenda haraka na muda kwa sababu tarudia kidogo kwa ajili ya wale watu ambao hawakuwepo. Lakini imani ulionayo usipoiweka kwenye matendo huwezi kuona matokeo. Imani ulionayo usipoiweka kwenye matendo huwezi kuona matokeo. Lazima kile unachojifunza ukipeleke kwenye matendo. Ulichojifunza siku ya Jumanne ili uone matokeo lazima upeleke kwenye matendo. Ulichojifunza siku ya Ijumaa ili uone matokeo yake lazima ukipeleke kwenye matendo. Na utakachojifunza siku ya leo ili uone matokeo yake lazima upeleke kwenye matendo. Mungu hapendi mtu ambaye anasikia tu, ana imani lakini ile imani yake hawezi kupeleka kwenye matendo. Tunataka imani yako ipeleke kwenye vitendo ili kuzalia matunda. Imani yako lazima iambatane na vitendo, kwamba kweli mimi niko hivi na hivi, ipeleke kwenye vitendo. Nitatoa mifano ya watu wengi sana kwenye Biblia, lakini tuanze kwanza kwa utangulizi. Tutakwenda haraka haraka.
Wewe ambao una Biblia ya mkononi utanisomea haraka haraka kwa yale masomo ambayo watu hawakuwepo. Utanisomea kwa haraka sana na tutaendelea na somo lolote. Ni somo hilo lakini kwa wale ambao hawakuwepo. Namba moja nisomee kitabu cha Joshua sura ile ya 2 mstari wa kwanza mpaka 24. Nasoma haraka sana. Joshua. Kitabu cha Joshua. Wale ambao hawakuwepo. Kitabu cha Joshua sura ile ya 2 mstari wa kwanza mpaka 24. Wale ambao umepata mpe maiki pale mara moja tu. Nasoma haraka sana. Sikiliza kwa makini wewe ambao uko. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza, akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akawaambia kusema, tazama, watu wawili wana wa Israeli wameingia humo leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatwaa wale watu wawili akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordani mpaka vivukoni. Na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango. Tena kabla hawajalala, akawaendea juu darini, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu, katika nchi chini. Basi sasa nawasihi, niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihisani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea ihisani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu, ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo, na kutuokoa roho zetu na kufa. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikiwa hamuitangazi habari ya shughuli yetu hii. Kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii, tukakutendea kwa ihsani na uaminifu. Ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Akawaambia, enendeni zenu mlimani, wale wanaowafuatia wasije wakawapata, mkajifiche huko siku 3 hata wao wanaowafuatia watakaporudi, kisha enendeni zenu. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki,
ulichotuapisha. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili ulilotuteremshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu kichwa chake mwenyewe. Na sisi tutakuwa hatuna hatia, na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Lakini wewe ukitangaza habari yetu hii, ndipo tutakuwa hatuna hatia katika kiapo hiki ulichotuapisha. Naye akasema, na iwe hivyo kama yalivyo maneno yenu. Akawatoa nao wakaenda zao, naye akaifunga ile kamba nyekundu dirishani. Watu wao wakaenda wakafika mlimani, wakakaa huko siku 3. Na hata wale waliowafuatia walipokuwa wamerudi, na wale waliowafuatia wakawafuatia katika njia ile yote, lakini hawakuwaona. Kisha wale watu wakarudi, wakateremka mlimani, wakavuka, wakamwendea Yoshua mwana wa Nuni, nao wakamwambia habari za mambo yote yaliyowapata. Wakamwambia Yoshua, hakika Bwana ameitia nchi yote katika mikono yetu, tena zaidi ya hayo wenyeji wa nchi wanayeyuka mbele yetu. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Wewe ambao umesikia, pigie Yesu makofi. Pigie Yesu makofi. Wana wa Israeli walipokuwa wamekaribia ili waweze wakaiteke, wakaweze kuichukua nchi ambayo Mungu alikuwa amewapia, wakagundua kwamba Yeriko, mahala ambapo wanatakiwa waende, kuna ngome, kuna boma. Yaani ngome, yaani ukiangalia, yaani kuna ikulu ambayo imezungushiwa ukuta mkubwa mno. Hakuna anayeweza kuingia mle ndani. Kwa Joshua alichofanya, akatuma wapelelezi wawili. Wale wapelelezi walipoingia katika eneo ile ya Yeriko, waliingia kwenye nyumba ya mwanamke mmoja aliyekuwa kahaba, alikuwa anaitwa Rahabu. Yesu Kristo mwenyewe anasema makahaba watatangulia kufika mbinguni. Waliingia kwenye nyumba ya kahaba, na Rahabu alichowatendea wana wa Israeli wale wapelelezi, akahesabiwa haki kwa sababu ya matendo yake ya imani. Kwa sababu walipofika wale wapelelezi, wenyeji wa ule mji wakajua kwamba kuna wageni wa Israeli ambao wamekuja kutupeleleza sisi wenyeji wa mji huu, lakini wameingia kwenye nyumba ya Rahabu. Kwa lazima twende tukawaua. Pamoja na kwamba alikuwa mtenda dhambi, Rahabu akasema hapa, akasema kwa nafasi hii lazima nimuone Mungu. Kwa fursa hii lazima nimuone Mungu. Kwa fursa hii niliyoipata lazima nimuone Mungu. Akawaambia, walipoenda pale, akasema jamani, watu wale wanataka waje hapa wawaue. Akasema kitu kimoja ambacho naweza kuwasaidia ninyi, panda kwenye dari ya nyumba yangu. Unaona jinsi nchi zilivyo. Sisi ambao tunatoka nchi za ahadi kule Ileje, huwa tunaweka hapo, kuna dari, unaweka mazao hapo juu. Unaweza mtu, kwa hiyo unakuta hapa pamefunikwa kabisa. Mtu anaweza kakaa huko juu. Tofauti na nyumba hizi tunaweka nini ile mnaweka? Sipodi hii mtu anadondoka nayo. Yaani ile mtu anaweka miti kabisa, hata mtu anapogeuka huko huwezi kujua. Kwa hiyo akakaa kule, akasema mkae huko. Haleluya. Lakini kwa sababu tayari akawa ameingia kwenye imani, akasema fursa hii ya kumuona Mungu, lazima nimuone Mungu kupitia fursa hii, kupitia watumishi wa Mungu. Kwa sababu akaanza kuwasifu. Akasema, Bwana, kabla ninyi hamjaja, tulisikia habari zenu utisho, kwamba bahari ilikuwa inakauka kwa ajili yenu. Mungu alikuwa anaikausha. Na wafalme wote na wakuu wote waliopigana na ninyi, hakuna aliyewahi kuwashinda, kwa sababu mkono wa Bwana uko pamoja na ninyi. Na tunajua kabisa nchi hii ya Kanaani tunayoikalia, tunajua vyovyote vile lazima mtaichukua, kwa sababu nyinyi mna nguvu. Kwa akasema mimi naomba mniapie kitu kimoja, kwamba siku mtakapokuja hapa, mtakapokuja kufukuza na kuua wenyeji, kwamba mimi nitasalimika. Cha kwanza nitasalimika mimi
alafu na baba yangu, alafu na mama yangu, alafu na ndugu zangu, alafu na rafiki zangu. Mwambie jirani yako, nawaombea ndugu zangu, nawaombea kaka zangu. Hao ndio matendo ya imani. Wewe unayesali hapa kwenye unapoingia kwenye maombi, wakumbuke na ndugu zako. Lakini Rahabu akawakumbuka na ndugu zake, akawakumbuka kaka zake na dada zake, hata kama ni walevi, hata kama walikuwa hawasali. Akasema hii ndio fursa. Wewe Yesu amekuja kulichukua kanisa, alafu wewe peke yako wewe ndio mtakatifu, alafu kuna baba yako alikuwa mlevi na jirani yako na kijiji chako. Mwambie Bwana, nataka kuchukua kijiji chote. Si fursa hii imepatikana? Amen. Yaani fursa ya mbinguni jamani, hakuwezi kuja. Kwa fursa ikitokea, mwambie Bwana, wachukue marafiki zangu wote waje hapa. Haleluya. Akawaapisha. Akasema ninawaapisha. Yaani mtakapoichukua hii asija kauawa hata mmoja. Wale wapelelezi wawili wakasema kiapo kilichokutupa ni kikubwa. Lazima tuweke ishara. Lazima tuweke, tufanye kwa pendo. Utatafuta kamba. Hii kamba ambayo utatumia sisi kuteremshia kwenye ukuta. Ulikuwa ukuta wa Yeriko. Kwamba ule ukuta utakaotumia kuwateremshia, kamba hii nyekundu utaiweka mlangoni. Sisi tutakapokuja na jeshi letu, sisi tutakapokuja kubomoa, sisi tutakapokuja kuangamiza, sisi tutakapokuja kuvuruga, tukiiona kamba nyekundu, hapa patasalimika. Hakuna atakaye kufa. Kama tutamuua mtu yeyote ambaye atakuwa kwenye nyumba yenu, damu ya huyo mtu iwe juu yenu. Lakini kama mtu atakuwa mzembe, kwa sababu tumesema asitoke, alafu akaenda kuzurura, akaenda kirabuna, akaenda wapi, akaenda kwenye ulevi, akifa huko, damu yake iwe juu yake mwenyewe. Haleluya. Alafu nao wakamwapisha, wakasema hii siri ambayo umetuambia, umetuhifadhi sisi, ukija kutoa siri, ukitoa siri wewe, hicho kiapo hakitafanya kazi. Kwa Rahabu kahesabiwa kwa sababu ya kutoa kiapo. Kwa sababu unajua mtu alipokuwa kahaba, wakati mtu anaweza kujihukumu mwenyewe. Lakini alipowahudumia watumishi wa Bwana, akahesabiwa haki kwa sababu ya matendo yake ya imani. Unajua sasa wana wa Israeli baada ya wapelelezi wale walipopeleleza wakaenda kumpelekea Joshua habari. Mungu akasema sasa ile ngome ya watu wale mtaizunguka mara 7 kwa siku ngapi? Siku ya kwanza mtaizunguka sawa. Siku ya pili mtaizunguka ngome ya wale watu. Kama tuseme kama ni kijiji kizima, tuseme ngome ni kijiji kizima, mtazunguka mara moja, siku ya pili mara moja, siku ya tatu mara moja, siku ya 4 mara moja, siku ya 5 mara moja, siku ya 6 mara moja. Wewe tumesema tunatakiwa ufike hapa saa 3, umeshinda. Lakini wenzako waliambia tunakuwa tunaenda alfajiri kwenda kuizunguka ile ngome ya maadui. Wewe umeambia tutakuwa tunafika hapa saa 3 kamili ili kuangusha ngome ili kuomba. Unajihurumia. Lakini ingekuwa kazi. Kuna mtu ambaye kazini hapa mnaenda saa ngapi? Hiyo si mnafanya kazi. Kazini mnaenda saa ngapi? Mnaenda saa 12. Lakini tukisema kanisani saa 3 unaona mbaya. Wafanya biashara kwenye biashara zenu mnaenda saa ngapi? Saa 12. Lakini tukisema kanisani saa 3 unaona mbaya. Na mimi mbona siwezi kukuuliza? Roho yangu itakuwa pamoja na wale ambao watatii ambacho ninawaambia. Roho yangu itakuwa pamoja na wale watu ambao wanatii. Haleluya. Wakazunguka mpaka ya siku ya 7. Mungu akawaambia siku ya 7 mtazunguka mara 7, alafu mtapiga kelele, alafu mtapiga mayowe, alafu mtaingia sasa kwenda mle ndani na silaha zenu kuangamiza maadui. Wakafanya hivyo kwa muda wa siku 6, na siku ya 7 wakazunguka mara 7, wakapiga kelele, kuta zikaanguka. Haleluya. Mwambie jirani yako kuta zikaanguka. Mwambie kuta zako za maskini zinaanguka. Kuta zako za madeni zinaanguka. Kuta zako za magonjwa zinaanguka. Roho ya maskini ndani yako inaanguka kwa jina la Yesu. Kwa akahesabiwa haki kwa sababu tu ya hii. Ilikuwa ni kwa wale ambao hawakuwepo. Naomba tusomee kitabu cha Yakobo. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 26. Tunasoma haraka kweli. Yakobo. Kitabu cha Yakobo. Sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 26. Kitabu cha Yakobo. Sikiliza kwa makini. Ndio kutoka kwako. Haleluya. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 26. Unakwenda haraka kweli. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi
na kupungukiwa na riziki. Na mtu wa kwenu akamwambia, enendeni zenu kwa imani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili. Yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu, Yakobo anasema imani ulionayo kama haina matendo imekufa. Anasema, je, unaweza ukanionyesha imani yako bila matendo? Wewe unasema mimi nimeokoka. Unaweza kumuonyesha, unaweza kumthibitishia mtu ambaye hausali naye, unapoenda kumshuhudia, unaweza kumthibitishia kwa njia ya matendo ajue kwamba kweli wewe una imani, kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu. Amen. Wewe imani yako ulionao unaweza kuidhihirisha kwa matendo? Tangu mwaka huu umeanza, umewahi kumsaidia hata mtu t-shirt tunauza shilingi ngapi? T-shirt kama hapo uliko vaa unauza shilingi ngapi? Umesahau, ulinunuliwa. Lakini imani ulionao unaweza kuonyesha kwa matendo, kwa sababu wewe ukiamini tu kwa maneno, anasema hata mashetani yanaamini, yanatetemeka na kutetemeka. Wewe unaamini Mungu yupo, lakini mashetani wenyewe wanaamini. Pamoja na kuamini yanatetemeka. Wewe imani ulionao unaweza kuipeleka kwenye matendo. Imani ulionayo usipoipeleka kwenye matendo ni bure. Yaani amini kwamba Mungu yupo, lakini ipeleke kwenye matendo. Kwamba Mungu ni wa upendo, ipeleke kwenye matendo. Wasaidie wahitaji, wasaidie watu, wape watu msaada. Hivi tulivyo navyo tutaviacha hapa duniani, hatutakwenda nacho hata kimoja. Haleluya. Jumapili mlitoroka. Sijui viongozi mnisaidie. Mimi nikitangaza sio lazima nitekeleze. Mimi nikitangaza maana yake wewe ambaye ni kiongozi hapa wewe ndio mtekelezaji. Nikasema jamani, tukimaliza ibada hapa mtaenda kuchukua gunia la nguo pale, watoto tumwage hapa, watoto wagawane. Kuna kiongozi wote alienda kuchukua nguo zile? Hamna hata mmoja. Lakini mnasubiri mpaka mchungaji mwenyewe atafanya. Haleluya. Hata leo tukitoka hapa inawezekana msifanye hivyo. Lakini naenda kuchukua tu nguo zile, anayetaka suruali haya, anayetaka t-shirt haya, anayetaka jinsi haya, anayetaka koti haya, anayetaka viatu haya. Wewe unapenda kitu gani? Wewe unachotaka ndio hicho tutakachochukua. Haleluya. Kuna watu wengine hapa wanahitaji nguo lakini nguo ziko pale. Wanasema umuonyeshe kwa sababu ya matendo. Wewe Mkristo, matendo yako ndio yatakaowavuta watu kuja kwa Kristo. Matendo yako ndio itakuwa sumaku ya kuwaleta watu wengine kwa Kristo.